Kuambie kama serikali yangu haitafanikisha kunipa mimi barabara kwenye jimbo la Kigoma mjini 2030 sirudi, kwa sababu wapinzani wangu wamekaa wanasubiria tu waone hizo barabara ambazo nilisema nitazileta kwa serikali hii ya awamu ya 6 kama nitazipata. Lakini nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba mawaziri wanani wanataka kunishika mkono, kwa sababu walikuwa wananisikia nikutana na Ulega kananiambia baba Levo unaahidi tu barabara nini? Yaani wewe unagombea urais au nini? Haidi barabara kama Ulega nataka barabara. Nisaidie. Au sio? Nisaidie mdogo wako nipate barabara. Sasa Ulega yuko kwenye upande wa TANROADS. Unajua kuna TANROADS na kuna barabara za TARURA ziko TAMISEMI. Na waziri wa TAMISEMI hivyo hivyo. Kwa watanisaidia tupate barabara. Hicho ndo kipaumbele changu cha kwanza. Nikipata barabara, kwa mfano Oscar, hebu sikia hii, Kigoma mjini jimbo langu uhitaji wa barabara ni kwa sasa ni kilomita 270 pale mjini. Yani ukipiga hizo ndo mji wote mjini yote umemaliza, ni lami tupu. 270 kwa budget ambao wanapewa TARURA sasa hivi kwa mwaka wanapewa bilioni 1 kitu ambayo ni sasa na kilomita hii moja. Kwa kama tukienda hivi na maana ili barabara ziishe zote Kigoma mjini inahitaji miaka 270. Sababu kilomita 270 afu kwa mwaka huo unapata kilomita 1. Kwa hiyo utaona kwamba ni namna gani Kigoma mjini kuna barabara nyingi za vumbi. Kwa sababu totally ni kilomita 300 kama 30 kitu, ambazo zishawekewa lami ni kilomita kama 52. Sio kama unanielewa vizuri. Kilomita 52 kama 15% tu. Naenda Japani, naenda kuchukua mashine za boti. Kuna kampuni ambayo tulikuwa tunafanya nao kazi ya nilikuwa nawatangazia magari yao. Wanaitwa ni Jema Auto. Jema Auto na wajua. Yes. Wale walinipeleka Japani mara ya kwanza kama mnakumbuka hapa, nikaenda Baba Levo in Japan na kila kitu. This time naenda Japani kama mbunge, naenda kutafuta mashine zile za maboti kwa ajili ya maboti ya wananchi wangu wa Kigoma mjini. Wa Japani wakinipa hata used. Unajua used ya Japani kwa Kigoma ni mpya. Also bana, naenda kuzoa kama ni makontena ya used nitabeba na mpya nitabeba. Nipeleke kule, kwa sababu sasa hivi mtu anavua na mashine na mzimikia au anakodisha. Na wale ambao wanakopa mashine kwa siku wanalipa 30,000 ukikopa. Kama unavyokopesha bodaboda, mashine pia za kuvulia wanakopesha wanalipa 30,000 kwa siku. Mimi naenda kuwatafutia watalipa 5,000 kutoka 30,000. 5,000. Kwa akifikisha mwaka mashine inakuwa ya kwake. Kuna mipango yako mingi sana. Hii mipango ukiona wewe ambaye huvui, yani, kwa mfano wewe huvui, una maboti tena ndio maana kuletea gari uolee. Mimi sina mambo, nishaoa mimi na kupelekea meza ufanye biashara. Kuna sehemu tutakamata. Kwa mimi nitafanya kila kitu kwa lengo la kuhakikisha wananchi wa jimbo la Kigoma mjini wanakuwa na furaha.